الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni usiku wa kuamkia tarehe 3 mwezi wa Jumada Thania mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 23 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 miladia. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Wiki iliyopita tulielezea ibada ya hijra. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, baada ya Makuraish wanyanyasa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, ndipo walipoamrishwa mtume pamoja na masahaba wahamie Madina. Tukaelezea Sheikh Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala alivyoelezea kuhusu ibada hii ya hijra. Qala: alhijratu qarinatu aljihadi fi sabilillah fahiya faridatun baqiyatun ghayru mansukha yajibu ala kulli muslimin yahtaju ila alhijra an yuhajir. Jambo la hijra la kugura ni rafiki wa jihadi fi sabilillah. Hijra ni faradhi iliyobakia, haijafutwa hukumu yake. Ni lazima kwa kila Muislamu anayehitaji kugura, kuondoka katika mji wa kikafiri kwenda katika mji wa Uislamu. Wala yajuzu lilmuslim an yuqima fi biladi alkufri wa huwa la yaqdiru ala idhhari dinihi. Haifai kwa Muislamu kuishi katika nchi za kikafiri na huku anaweza ambapo hawezi kudhihirisha dini yake. Fayajibu alayhi an yuhajira ila biladi almuslimin, ni lazima agure ende katika miji ya Waislamu. Fahiya faridhatun baqiya, hijra ni faradhi iliyobakia. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam: la tanqati'u alhijratu hatta tanqati'a at-tawbah ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. Hijra haikatiki mpaka toba ikatike, na toba haikatiki mpaka jua litakapotoka magharibi kuelekea mashariki. Wadalil, dalili ya hijra qauluhu ta'ala: innal ladhina tawaffahumul malaika dhalimi anfusihim, wale ambao malaika wamewafisha ni wenye kuzidhulumu nafsi zao. Qalu fima kuntum, malaika wataambia mlikuwa wapi nyinyi? Qalu kunna mustadhafina fil ardi, watasema sisi tulikuwa tumedhoofishwa katika ardhi, tumekaa mahali tukadhoofishwa pale. Qalu alam takun ardullahi wasi'a, malaika wanaambia kwani haikuwa ardhi ya Allah ni pana? Fatuhajiru fiha, mkahama mkenda katika ardhi hiyo ambapo mnaweza kudhihirisha dini yenu. Faulaika mahwahum jahannam wasaat masira, waliokataa kuhama hao makazi yao ni Jahannam, marejeo yao ni Jahannam,
na jahannam ni mbaya marejeo yake. Illa almustadhafin, isipokuwa wale waliodhoofishwa, minar rijal, katika wanaume, wan nisa, na wanawake, walwildan, na watoto, la yastati'una hila, ambao hawawezi kufanya hila yoyote ya kuhama, wala yahtaduna sabila, wala hawaongoki kwa njia, hawajui njia ya kuhamia. Faulaika asa Allahu an yafu anhum, hao Allah anawasamehe. Wa kana Allahu afuwan ghafura, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamehe, mwingi wa msamaha, mwenye kusamehe waja wake. Waman yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman kathiran wasaa, anayegura katika dini ya Allah, katika kutekeleza dini ya Allah, anapata katika ardhi muraghaman, makuruhu mengi, wasaa, lakini pia anapata saa, nafasi kubwa. Waman yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih, na anayetoka katika nyumba yake hali ya kugura kwa ajili ya Allah na mtume wake, thumma yudrikuhu almaut, kisha mauti yakamdiriki njiani, faqad waqa ajruhu ala Allah, huyu malipo yake yamepasa malipo yake kwa Allah. Wa kana Allahu ghafuran rahima, na Allah ni mwingi wa msamaha, mwingi wa huruma. يقول العلامة فوزان حفظه الله تعالى: هاتان الآيتان فيهما الوعيد على من ترك الهجرة وهو يقدر عليها. Aya hizi mbili zina makamio ya adhabu kwa mwenye kuacha hijra, kugura, na huku anaweza kugura. Wa anna ma'wahu jahannam, na kwamba huyu makazi yake ni jahannam. Wasaat masira, na jahannam marejeo yake ni mabaya sana. Kwa mtu ambaye ana uwezo wa kugura katika mji wa kikafiri kwenda katika mji wa Kiislamu, anatakiwa haraka haraka aondoke katika mji huo ambapo hawezi kudhihirisha dini yake. Asipofanya hivyo na ana uwezo wa kuondoka pale, basi marejeo yake ni jahannam. Wasaat masira. Jambo la hijra kwa mtu ambaye anaishi mahali ambapo dini yake haitekelezi kisawasawa na ana uwezo wa kuacha nchi hiyo, basi anatakiwa aondoke, ende kwenye nchi ya Kiislamu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa in kana la yakhruju min al-islam, hata kama huyu hatoki katika Uislamu, huyu mwenye adhabu hiyo hatoki katika Uislamu, aliyewacha kugura na ana uwezo wa kugura, si kwamba ni kafiri, si kafiri, lakini ana makamio ya adhabu. Qala lakin hadhihi min nususi alwa'id, hizi ni katika nususi za makamio ya adhabu. Wa in kana taraka alhijra faqad taraka wajiba, akiwa ameacha kugura, huyu ameacha jambo la wajib. Wa kana asiyan, na anakuwa ni asi, walakin la yakhruju min alislam, lakini hatoki katika Uislamu. Bitarki alhijra, kwa kuacha kugura huku. Walakin alayhi wa'idun shadid, lakini ana makamio makubwa ya adhabu. Kuna watu wanaondoka katika nchi za Kiislamu wanakwenda katika nchi za kikafiri kwenda kuishi kule kwa ajili ya mali tu, kwa ajili ya mali tu, wala hakuna mali, basi tu ni kwa ajili ya starehe. Watu wanaacha nchi za Kiislamu, nchi ambazo unaweza ukatekeleza Uislamu wako bila kunyanyaswa, anakwenda katika nchi ambayo hawezi kutekeleza Uislamu wake kwa uwazi, kwa sababu ya pesa, kwa sababu ya biashara, kwa sababu ya starehe. Hao wana waid, wana makamio ya adhabu. Ni Waislamu, si makafiri, lakini wana makamio ya adhabu. Ukisema hivi, kuna watu wanatetea kule Amerika, kuna watu wanatetea UK ni kama hapa tu, kuna misikiti na nini. Sio kweli, misikiti ipo, hatukatai,
Lakini je, unaweza ukatekeleza dini yako kama hapa? Huwezi. Kwenda msikitini alfajiri kama huko kule nchi kama zile, uende msikitini alfajiri saa 10 watoka enda msikitini, utavuliwa kanzu yako upigwe mateke barabarani. Watu ni maadui kule wa Uislamu, maadui wa Uislamu wale kule. Kwa hiyo wewe ugozoe ukasema kule ni sawa sawa na huko. Wale wanaishi kule wanatetea kwamba kule ni sawa sawa na huko tu, isipokuwa kule kuna Birmingham, kuna ule mji Birmingham kule, Waislamu ni wengi, bali salafiyun ni wengi, wana marakizi zao kule, da'wa zinaendelea vizuri sana. Maulama, mashekhi wa mamlaka wanakwenda kule kufanya da'wa Birmingham. Lakini nyingine zote, nchi nyingine, miji mingine yote ovyo ovyo tu. Wengine wanisikia wenyewe huko lakini sio sawa, sio sawa bwana, mji Kiislamu ile sio sawa kabisa. ثم بين الله بالآية التي بعدها العذر الذي يسقط وجوب الهجرة. kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea katika aya iliyo baada yake udhuru ambao unaangusha ulazima wa kugura. Qala ta'ala illa almustad'afina min arrijali wan nisaa wal wildan la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila, isipokuwa wale wenye kudhoofishwa katika wanaume na wanawake na watoto, yani al-atfal, hawawezi hila, hawana mbinu, hawawezi mbinu za kuhama kule waliko. Ma indahum imkaniyat, hawana uwezekano wowote, hawana uwezo. Wala yahtaduna sabila, ay ma yaarifuna at-tariqa ila al-balad ay al-Madina, hawajui njia ya kwenda Madina. Kuna watu walikuwa Maka lakini hawajui njia ya kwenda Madina ni ipi. Wakati ule wa Makuraishi ni wengi, Sasa kuna watu hawana uwezo, masahaba wengi walikuwa hawana uwezo wa kuhamia Madina, au wengine wana uwezo lakini njia za kuendea hawazijui. Wale wamesamehewa ni udhuru huo, wataondoka vipi na hawajui njia za kuendea Madina? Hawa wamepewa udhuru, illa almustad'afina min arrijali wan nisaa wal wildan la yastati'una hila wala yahtaduna sabila faulaika asa Allahu an ya'fu anhum. قال الشيخ الفوزان حفظه الله لأن الهجرة تحتاج إلى سفر. هجرة kugura kunahitajia safari, sio hapa na Bamburi, sio hapa na Kisauni, la, Makka na Madina safari kilomita 600 kama sikosei au zaidi. Wa illa vinginevyo fa inna al-insana yahliku khilal al-hijra, hususan wakati huo ni safari za ngamia, safari za farasi. Kama hujui njia unaweza ukapotea ukaangamia. Qala fa inna al-insana yahliku khilal al-hijra idha kana la ya'rifu at-tariq, mtu anaweza akafariki katikati ya hijra yake ikiwa hajui njia. Fa'udhruhum fi amrayn, udhuru wao katika mambo haya mawili. Al-awwal la yastati'una hila, hawawezi hila na mbinu za kuendea. Athani wala yahtaduna sabila, hawajui njia ya kuendea huko Madina. Qala hatta law kana indahum imkaniyat madiyya, hata kama wangekuwa na uwezo wa kimali, walakinnahum la ya'rifuna at-tariqa alladhi yaslukunahu, lakini hawajui njia watakayoifuata. Man yadulluhum, anayewafahamisha. Hadha huwa al-udhru sahih, huu ndio udhuru ulio sahihi. Mtume sallam na Abu Bakr as-Siddiq pia walikuwa hawajui njia. Wamefika pale gharu Hira, wakafika pale wakakaa, wakatafutwa na Makuraish, hawakuwapata. Sasa wanataka kuelekea Madina, hawajui njia ya kuendea, mpaka wakapatiwa mtu anayewajua njia ya kuendea, Abdullah ibn Urayqit, akawapeleka mpaka Madina. Wao wenyewe ilikuwa hawajui pia.
hakadha. Safari za majabalini, safari za ngamia sio rahisi, sio rahisi. Qala amma al-insanu alladhi 'indahu imkaniyat wa ya'rifu at-tariqa fahadha la 'udhra lahu, ama mtu ambaye ana uwezekano wa kimali na anajua njia, huyo hana udhuru. Huyo hana udhuru, lazima aondoke katika mji ule wa kikafiri ende katika mji wa Kiislamu. Wa qawluhu ta'ala ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budun. Allah anasema enyi waja wangu mlioamini, ardhi yangu ni pana, fa iyaya fa'budun, mimi tu niabuduni. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. sababu ya kushuka aya hii ni kwa wale waislamu waliokuwa pale Makka na bado hawajahamia Madina. Allah aliwaita kwa jina la iman, ya ibadi alladhina amanu inna ardhi wasi'a fa iyaya fa'budun. قال الشيخ الفوزان حفظه الله هذه الآية من سورة العنكبوت وفيها الأمر بالهجرة وأن أرض الله واسعة. hii katika sura al-Ankabut, na ndani yake kuna maamrisho ya kuhama kuelekea Madina na kwamba ardhi ya Allah ni pana. idha kunta fi baladin la tatamakkanu min idhhari dinika fiha fahunaka ardullahi wasi'a intaqil minha. Al-aya ni amma, si khasa ya kuhamia kutoka Maka kuna Madina wakati ule. Aya ni amma, asema ukiwa katika mji ambao huwezi kupata nafasi kudhihirisha dini yako katika mji huo, fahunaka ardullahi wasi'a, ardhi ya Allah ni pana, intaqil minha, gura kutoka katika mji huo usiodhihirisha dini yako uende katika mji wa Kiislamu. La tabqa fi hadhihi albuq'ati as-sayyi'ah, usibakie katika mahali hapo pabaya ambapo huwezi ukadhihirisha dini yako. Bali ikhruj minha ila ardi llahi alwasi'a, toka katika mji huo uende katika ardhi ya Allah iliyopana. Qad wassa'a Allahu al-ardha subhanahu wa ta'ala, Allah ameikunjua ardhi yake. Nenda katika mahali ambapo utatekeleza dini yako sawa sawa. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هجرة kugura hakukatiki mpaka toba ikatike, na toba haikatiki mpaka jua litakapotoka magharibi kuelekea mashariki. Hizi ni alama kubwa za kiyama, hizi ni alama za mwisho za kiyama. Jua litatokeza magharibi kuelekea mashariki, hapo wakati wa toba umemalizika. Wakati wa toba kwanza unamalizika kwa kila mtu katika ile gharghara, katika sakaratul maut, pale toba haikubaliwi. Pale toba haikubaliwi. Tunatakiwa tutubie sasa hivi, tuna afya zetu, tuna nguvu zetu, tuko hai, tutubie na madhambi tunayoyafanya, na hatujui hiyo gharghara sakaratul maut ni lini, hatujui, hakuna anayejua. Kwa hiyo tunatakiwa tutubie kabla ya sakaratul maut, pale itakuwa toba haikubaliwi tena. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، ظاهر هذا الحديث أن الهجرة انتهت بعد فتح مكة. hadithi ya Mtume inasema hakuna kugura baada ya kufunguliwa mji wa Makka. Baada ya mji wa Makka kufunguliwa ukawa ni mji wa tauhid na sunna, hakuna kugura tena pale kwenda katika mji mwingine. La hijrata ba'da al-fath,
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: ظاهر هذا الحديث أن الهجرة انتهت بعد فتح مكة. ظاهر ya hadithi hii ni kwamba kugura kumeshamalizika baada ya kufunguliwa Makka. قال: وظن بعض الناس التعارض بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. baadhi ya watu wanadhania kwamba kuna kupingana baina ya hadithi hii la hijrata ba'da al-fath na baina ya hadithi hii la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-tauba. qala lakin ahlu al-ilmi ajabu an hadha al-hadith, maulama wamejibu kuhusu hadithi hii anna al-murada la hijrata ba'da al-fath ay min Makkah. Hakuna kugura baada ya kufunguliwa Makka, hakuna kugura pale Makka, liannaha sarat fathi dara islam, sababu kwa kufunguliwa mji ule wa Makka imekuwa ule ni mji wa Kiislamu. Fayadhunnuna anna alhijrata baqiyatun min Makkah ba'da alfathi fayuriduna tahsila thawabi alhijra, wanadhania kwamba kugura kuna bakia kutoka Maka baada ya kufunguliwa mji wa Maka, wanakusudia kupata thawabu za hijra. Wa amma alhijratu min biladi alkufri fahiya baqiyatun ila an taquma as-saa, kugura kutoka katika miji ya kikafiri huku kunaendelea mpaka kiyama, mpaka kitakaposimama kiyama. Ili la hijrata ba'da al-fath ni min Makkah, sio mji wowote. Hakuna kugura tena kutoka Maka, sababu tayari ni mji wa tauhid, ni mji wa sunna. Sio kugura kwa mji wowote, hapana. Wa amma alhijra min biladi alkufri fahiya baqiyatun ila an taquma as-saa, kugura katika miji ya kikafiri wenda katika miji ya Kiislamu, hiyo inabakia mpaka kitakaposimama kiyama. Wadalilu alayat as-sabiqa, dalili ni aya zilizotangulia, kadhalika wal hadithu an-nabawi as-sabiq, na hadithi hii ya mtume iliyotangulia. Hadha huwa aljawabu ala hadha al-ishkal, hii ndio jawabu la ishkali hii na mushkili huu. Al-istiqraru fi al-madina wa nuzulu baqi ash-shara'i wa ikmalu ad-din, kutulizana mtume pale Madina na kushuka sheria nyingine zilizobakia kule Madina na kukamilishwa dini. Qala Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala: falamma istaqarra bil Madina umira bi baqiyati shara'i al-Islam, mtume alipotulizana pale Madina aliamrishwa sheria za Uislamu zilizobakia, mithla az-zakah was-sawm والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام, na nyinginezo katika sheria za Kiislamu. Hizi zilifaradhishwa Madina. Akhadha ala hadha 10 sinin, tumelichukua juu ya hili miaka 10. Wa baadaha tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alayhi wa dinuhu baqin wa hadha dinuhu. Baada ya miaka hiyo 10 aliyoishi pale Madina, alifariki mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi, na dini yake ni yenye kubakia. Hii ndiyo dini yake. La khaira illa dalla al-ummata alayhi, mtume kabla hajafariki hakuna kheri isipokuwa tayari ameufahamisha umma wake juu ya kheri hiyo. Hakuna kheri yoyote isipokuwa mtume tayari ameshaufahamisha umati wake juu ya kheri hiyo kabla hajafariki. Wala sharra illa hadharaha minhu, wala hakuna shari yoyote isipokuwa tayari mtume ameshaitahadharisha shari hiyo kwa umati wake. Wala sharra illa hadharaha minhu, wala hakuna shari isipokuwa ameutahadharisha umati wake na shari hiyo. Wal khairu alladhi dallaha alayhi, na khairi ambayo ameufahamisha umati wake juu ya khairi hiyo, at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah, ni tauhid na yote anayoyapenda Allah na kuyaridhia
tayari mtume alikuwa ameshawafahamisha ummati wake. Washarru alladhi hadhara minhu, na shari ambayo mtume ameitahadharisha, ashirku wa jami'u ma yakrahu Allah wa yabah, ni ushirikina na yote mambo ambayo Allah ameyachukia na kuyakataa. Hawezi mtu akaja na jambo jingine akasema hili ni kheri hili wakati mtume halijifahamisha, haiwezekani. Hakuna kheri isipokuwa tayari mtume ameshaifahamisha, hakuna shari isipokuwa tayari ameitahadharisha, ameutahadharisha ummati wake na shari hiyo. Kwa hawezi kuja kiumbe akasema kuna kheri nyingine hii sasa ifanyeni pia ni katika ibada. Hakuna kheri hiyo, ni uzushi huo. Sasa ma lam yakun yawmaidin dina fala yakunu al-yawma dina. Al-Imam Malik, imamu Daril Hijra, jambo ambalo wakati ule ilikuwa si dini haliwezekani kuwa leo ni dini, hilo lifanywe. Ma lam yakun yawmaidin dina fala yakunu al-yawma dina. Kwa msipelekwe tu Waislamu, msipelekwe tu jambo hili limo mkafuata tu mkumbo wa watu. La, jueni kwamba Mtume SAW tayari kheri zote amezibainisha, tayari shari zote amewatahadharisha ummati wake na shari hizo. Msipelekwe tu, mtu ana kilemba aseme maandamano ni dini, twendeni, kwa sababu kavaa kilemba. Sio dini ni kilemba bwana. Ilmu sio kilemba ilmu si kilemba. Na ndio maana hadha almanhaju alilahi lazima kwa Waislamu. Manhaji hii ya Allah ni lazima kwa Waislamu. Ukiwa na manhaji hii ya salaf wala ubabaiki, lakini tatizo ni watu hawajipambi na manhaji hii, ndio maana wanapelekwa tu. Qala wadalilu qawluhu ta'ala, qala ba'athahu Allahu ila an-nasi kafa. Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza kwa watu wote. Waftaradha Allahu ta'atahu ala jami'i thaqalaini aljinni wal ins. Allah amefaradhisha kumtii mtume kwa watu wote na majini wote. Ala jami'i thaqalaini aljinni wal insi, majini wote na watu wote wamelazimishwa kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam. والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إني watu mimi ni mtume wa Allah kwenu nyinyi nyote, watu wote biduni istithna. قال الشيخ الفوزان حفظه الله هذا كما سبق بيانه أن الشريعة نزلت بالتدريج. Hii kama ilivyotangulia kuwekwa wazi kwamba sheria hii imeshuka bitadrij, kidogo kidogo, hata takamalat, mpaka ikakamilika. Mwanzo kabisa ahadi ya mtume Maka ilikuwa ni tauhid na kukataza ushirikina, basi tauhid na kukataza ushirikina. Mpaka ilipofika Maka ndipo Madina ndipo sheria nyingine hizi zikaja. Pia kabla ya kuhamia Madina kwa miaka mitatu akafaradhishiwa sala, ikawa na sali kule Maka. Lakini saumu, zaka, jihad na adhan na mambo mengine yote ni Madina. Sheria imechuka kidogo kidogo, ndio hiyo maana yake. Walillahi alhamdu. Kabla wafati nabii sallallahu alayhi wasallam, kabla ya kufariki mtume sallallahu alayhi wasallam, ikakamilika hatta takamalat. Walillahi alhamdu, kabla wafati nabii sallallahu alayhi wasallam dini imeshuka kidogo kidogo, sheria imeshuka kidogo kidogo mpaka ilipokamilika. Walillahi alhamdu, kabla ya kufariki mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa anzala Allahu alayhi alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislama dina. Leo nimewakamilishia dini yenu na nimekamilisha kwenu neema zangu na nimeuridhia Uislamu kwenu kuwa ndiyo dini ya haki. قال الشيخ الفوزان وبعد نزول هذه الآية بمدة يسيرة توفي النبي
sallallahu alaihi wasallam, wa dinuhu baqin ila an taquma as-saa. Baada ya kushuka aya hii kwa muda mchache tu akafariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasema baadhi ya maulama siku 81 takriban ndizo alizoishi baada ya kushuka aya hii. Mtume aliishi takriban siku 81 akafariki. Wa dinuhu baqin ila an taquma as-saa, dini yake inabakia mpaka kitakaposimama kiyama. Wa akmala Allahu bihi ad-dina, Allah akaikamilisha dini hii kupitia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wadalilu qawluhu ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, falam yutawaffa sallallahu alayhi wasallam illa ba'da an akmala Allahu bihi ad-din wa atamma bihi an-ni'ma. Mtume sallam hajafariki isipokuwa baada ya Allah kumkamilishia dini hii na kumtimilizia neema zake. Wa anzala alayhi qawluhu ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Nazalat hadhihi al-aya ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa huwa waqifun fi Arafah fi hijjati al-wada' min yaumi al-jum'ah. Hii ilishuka kwa Mtume sallam na hali ni mwenye kusimama katika uwanja wa Arafa katika hajjati al-wada' siku ya Ijumaa jioni. Wa asha ba'daha sallallahu alayhi wasallam muddatan yasira, Mtume aliishi baada ya aya hii muda mchache. Wantakala ila ar-rafiqil a'la, akagura kuelekea kwa ar-rafiqil a'la. الرفيق الأعلى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. Mtume akauacha ummati wake juu ya njia nyeupe, usiku wake ni kama mchana wake. Alipofariki Mtume aliuacha ummati wake juu ya njia iliyo nyeupe, usiku wake ni kama mchana wake. La yazighu anha illa halik, haiwachi njia hiyo isipokuwa mtu mwenye kuangamia. La yazighu anha illa halik, haiwachi njia hiyo nyeupe isipokuwa mwenye kuangamia. Lakini dini, njia iko nyeupe. Njia aliyotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni njia nyeupe, haina matatizo. وفي هذه الآية شهادة من الله سبحانه وتعالى على كمال الدين وشموله لمصالح العباد. الشيخ الفوزان حفظه الله katika aya hii kuna ushuhuda wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ukamilifu wa dini hii. Allah ameshuhudia kwamba dini hii ni kamili, haijapungua, haina upungufu. Wa shumulihi limasalihi alibad, na kuenea kwake dini hii maslahi ya waja wa Allah. وفي هذه الآية شهادة من الله سبحانه على كمال هذا الدين وشموله لمصالح العباد وحل قضاياهم ومشاكلهم إلى أن تقوم الساعة, na kutatua masala yao, matatizo yao mpaka kitakaposimama kiyama. Wa huwa salihun likulli zamanin wa makan, dini hii ni salih, inafaa kwa kila zama na kila mahali. La yahtajuna ba'dahu ila shari'atin ukhra wala au ila kitabin yunzalu. Waislamu hawahitaji baada ya kitabu hiki na baada ya dini hii sheria nyingine, wala hawahitaji kitabu kingine kitakachoteremshwa, au ila rasulin yub'athu ba'da ar-rasuli sallam, wala hawahitaji mtume mwingine atayetumilizwa baada ya mtume sallam, wala hakuna mtume mwingine atakayetumilizwa. Fama min qadiyatin tajuddu wama nazilatin tunzalu au tanzilu ila yaumi alqiyama illa wa fi shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam halluha wal hukmu fiha.
hakuna masala yoyote mapya wala hakuna tukio lolote, janga lolote litakaloshuka mpaka siku ya Kiyama isipokuwa lipo katika sheria ya Muhammad sallam utatuzi wake na kuhukumu jambo hilo. Qala walakin ash-sha'nu fi man yuhsinu al-istinbata wal-istidlala fi al-ahkami wal-qadaya, lakini jambo lenyewe ni kwa yule anayeona vizuri kuchukua hukumu, yule mzuri wa kutoa hukumu katika Qur'ani na Sunna na kutolea hukumu fil ahkami wal qadaya na masaili mbalimbali. Lakini kila jambo limekamilika la dini hii, hakuna jambo ambalo halijakamilika. Masala ya sheria, masala ya manhaj, masala ya aqida, masala ya muamalat, yote yameshakamilika. قال فإذا توفر أهل العلم وأهل الاجتهاد الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد فإن هذه الشريعة كاملة وفيها حل المشاكل كلها. وككثير مع علماء فإذا توفر أهل العلم وككثير مع علماء وأهل الاجتهاد نوالي watu wa kujitahidi alladhina tatawaffaru fihim shurutu lijtihad, ambao yamekamilika kwao masharti ya kujitahidi. Fa inna hadhihi shari'ata kamila, sharia hii ni kamilifu. Wa fiha hallu almashakili kulliha, na katika sharia hii kuna utatuzi wa mashakili yote. Wa inna ma yahsulu an-naqsu min nahiyatina nahnu, anasema Sheikh, lakini upungufu unatokana kwa upande wetu sisi. Wa inna ma yahsulu an-naqsu min nahiyatina nahnu, lakini upungufu unapatikana kwa upande wetu sisi. Min nahiyati qusuri al-ilmi, katika upande wa upungufu wa ilmu za watu. Wa adami idraki ma anzala Allah subhanahu wa ta'ala, na kutojua aliyoyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Au min nahiyati alhawa, au kwa upande wa hawa za nafsi. Upungufu pia unatokana na hawa za nafsi, bi an yakuna hawa yasrifu anil haqi, kwa kuwa hawa za nafsi zinapotosha zikawacha haki. Hawa ni tatizo jingine la watu wanafuata hawa za nafsi, wanawacha haki, wanafuata hawa zao. Hili ni tatizo jingine kubwa kwa watu, mbali na upungufu wa ilmu, lakini pia hawa. Wa illa fahadha ad-din salihun wa shamilun wa kamilun qad aghna Allahu bihi al-ummata al-islamiyya. Vinginevyo ni kwamba dini hii inafaa kwa kila zama na kila wakati, na pia ni shamil, imeenea na ni kamilifu. Qad aghna Allahu bihi al-ummata al-islamiyya, Allah ameutosheleza umma wa Kiislamu kwa dini hii. Hawahitaji dini nyingine, hawahitaji sheria nyingine, hawahitaji mtu mwingine. Ila an taquma saa, mpaka kitakaposimama kiyama. idha ma amilat bihi haqqa al-amal wa raja'at ilayhi fi umuriha, wakitekeleza umati huu, wakiitekeleza dini hii uhalisia wa utekelezaji. Wa raja'at ilayhi fi umuriha, na kurejea kwake katika mambo yao yote umati huu. Qala ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul, mkikhtalifiana katika jambo lolote lirejesheni kwa Allah na mtume. Arraddu ila Allah warraddu ila kitabillah, kurejesha kwa Allah ni kurejesha kwenye kitabu cha Allah. Warraddu ila rasuli ba'da wafatihi huwa arraddu ila sunnatihi, kurejesha kwa jambo kwa mtume baada ya kufa kwake ni kurejesha kwenye hadithi zake. Qala ta'ala wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah, jambo lolote ambalo mmekhtalifiana hukumu yake iko kwa Allah.
Haya ni maelekezo na mafundisho ya Mtume sallam. Ikiwa watu wanatofautiana katika jambo lolote, walirejeshe kwenye kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kama jambo hilo lipo, basi jambo hilo litafaa katika dini. Kama halipo, jambo hilo ni uzushi. فهذه الآية فيها رد على الذين يرمون الشريعة الإسلامية بالقصور. aya hii inawarudi wale wanaosingizia sheria ya Kiislamu kwamba ina upungufu au naqs. Ina qusur na naqs. Kina nani? min almalahida wazanadiqa, wale watu waliokuwa potofu na wale wanafiki, au ansafi almutaallimin alladhina qasurat afhamuhum an idraki asrari hadhihi alsharia, au wale waliosoma nusu ambao fahamu zao ni fupi za kudiriki siri za sheria hii. Fanasabu alqusura ila sharia, wakanasibisha upungufu huo kwa sheria, kumbe upungufu ni wafahamu zao na akili zao. Walam ya'lamu anna alqusura min indihim hum, hawajui kwamba upungufu huo unatokana na wao wenyewe, si sheria hii. Sheria ni kamilifu, sheria imekamilika, haina upungufu katika upande wowote. Idhan fafiha raddun ala man ittahama ash-shari'ata bin-naqsi. Aya hii ni kuwarudi wale wanaotuhumu sheria hii kwamba ina upungufu, wa annaha lam tatanawal hajati al-ibad, na kuwa sheria hii haijakusanya mahitaji ya watu wa masalihi al-ibad, na maslahi ya watu, ila an taquma saa, mpaka kitakaposimama kiyama. Au qala, au alisema innaha makhsusatun bizamani alawwal, sheria hii inahusu zile zama za mwanzo. Aliyesema hivyo lianna kathira min aljuhal idha qila lahum hadha alhukmu alshar'i qalu hadha zamanu alrasul والزمان الأول أما الآن تغيرت الأحوال وتبدلت الأمور. Awali wajinga wakiambiwa hii ni hukumu ya kisheria, wanasema hizi ni zama za Mtume sallam na zama za mwanzo ndizo zilizokuja sheria hiyo. Ama sasa hivi hali zimebadilika, mambo yamebadilika. Wal ahkamu sharia hadhihi li unasin madaw wa li mashakil intahat, hukumu hizi za kisheria ni za watu waliopita na matatizo ambayo yamemalizika. Yakuluna hadha, wanasema maneno haya, wa hadha kufrun billahi azza wa jalla, hii ni kumkufuru Allah azza wa jalla, wa takdhibun liqaulihi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum, pia ni kukadhibisha kauli hii ya Ta'ala, kauli hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, leo nimewakamilishia dini yenu. Kwa anayesema kwamba kuna ibada nyingine mtume hajazifundisha ni hatari. Muislamu huyo ni hatari kusema hivyo, sababu dini imekamilika kabla mtume hajafariki, tayari ameshabainisha kila kitu. akmala Allahu dina lihadhihi al-umma ila an taquma as-sa'a likulli zamanin wa likulli makanin wa likulli jilin minan nas. Allah ameikamilisha dini hii kwa umati huu mpaka kitakaposimama kiyama, kwa kila zama na kila mahali. Wa likulli jilin minan nas, na kila watu. Jil, generation, hakadha. Wa fiha raddun aidan ala almubtadi'a, pia aya hii inawarudi wazushi, alladhina yuhdithuna ibadatan min indi anfusihim wa yansibunaha ila ad-din. Pia aya hii inawarudi wazushi wanaozusha ibada kwa nafsi zao na kuzinasibisha kwenye dini. Walaysa laha dalilun min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam, wala hazina dalili bid'a zao katika kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa innama ibtada'uha biistihsanihim, wamezizusha kwa kuona kwao wao kwamba ni nzuri.
Sasa dini hii si kwamba jambo waliona nzuri, jambo waliona wewe zuri walitia katika dini. Dini hii haiko hivyo. Kwa hiyo aya hii pia ni raddi kwa wazushi, wametia mambo katika dini ambayo hayamo, wakayanasibisha ni katika dini na kuwaamrisha watu wafanye. Mara wanasema ni sunna maulidi, mara wanasema ni wajib. Sasa hivi wanawajibisha, wanasema yule, waambia yule mufti wao yawajibishe ya maulidi. Mufti awajibisha jambo katika dini, afanya jambo ni wajib na jingine ni sunna, mufti huyo wenu? Hakuna mufti mwenye haki hiyo, wala hakuna binadamu yote mwenye haki hiyo ya kufanya jambo hili ni wajib, ni lazima, jambo hili ni sunna. Hapana, hii ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wewe waambia kwamba hebu yawajibishe ya maulidi. Uzushi uwajibishwe, uzushi wa wazi kisha uwajibishwe. Tumeelewa? Kwa aya hii pia ni raddi kwao. Au bitaklidihim liman yuhsinuna bihi dhanna min almukhrafin wa ashabi almatami washahawat, au kuwaiga wale wanaofanya vizuri dhana zao ambao ni mukhrafin, hawa watu makhurafa, watu wa tamaa, watu wa shahawat. Fayuhdithuna fi ddini ibadatan ma anzala Allahu biha min sultan, wanazusha katika dini ibada ambazo hajaziteremshia Allah hoja yoyote. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo halimo, jambo hilo linakataliwa, halikubaliwi. Waqala alayhi salatu wassalam, wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah, tahadharini na mambo yenye kuzushwa, kwani kila lenye kuzushwa ni uzushi na kila uzushi ni upotevu. Qala Sheikh al-Fawzan, falladhi yuhdithu ibadat laysa laha dalilun min kitabillah wala min sunnati rasulillah fa innahu muttahimun lihadha ad-dini ba'da at-tamam. Mtu ambaye anazusha ibada ambazo hazina dalili katika kitabu cha Allah Qur'an wala katika hadithi za mtume wa Allah, huyu anaituhumu dini hii kwamba haijakamilika. Kila anayezusha huyu anaituhumu dini hii biadami tamam, kwamba haijakamilika. Wa huwa yuridu an yukammila ad-dina min indihi, yeye anakusudia kuikamilisha dini hii kwake yeye mwenyewe, ndiye atakayeikamilisha, Allah hajaikamilisha. Wala ya'tarifu bitakmili llahi lahu, huyu hajakiri ukamilifu wa Allah kuikamilisha dini hii, hajakiri. Huyu mzushi huyu la ya'tarifu bitakmili llahi lahu, hajakiri ukamilifu wa Allah kuikamilisha dini hii. Qala fama lam yakun dinan fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa innahu la yakunu min ba'dihi dinan abada, jambo ambalo halikuwa ni dini katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam haliwezi kuwa baada yake ni dini milele. Fahuwa raddun ala hadhihi at-tawaif, fahadha raddun ala hadhihi at-tawaif. Kwa hiyo hii ni raddi kwa vikundi vyote vya kibid'a. Hii ni raddi yao aya hii, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Hawa watu wetu katika nchi hizi wanaona ili jambo la bid'a ni jambo dogo sana, wanaona jambo la bid'a hili ni jambo dogo tu. Watu wa sunna na watu wa bid'a wanaitalifiana kwa mambo madogo madogo tu, wanasema hivyo. Hawajui kwamba hii ni kumkosea heshima Allah azza wa jalla, hii ni kumfanyia nakdi Allah subhanahu wa ta'ala kwa aya hii. Hawajui watu wengine,
hawa ni sawa tu, watu wa sunna na watu wa bid'a wote wako sawa tu, si wote wasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah eti ndio sawa? Kwani tumesema wale makafiri? Hakuna aliyesema ni makafiri wale. Sasa eti usawa ni huo? Hawa wote ni Waislamu bwana. Lakini jambo la bid'a ni jambo la hatari sana kwa Waislamu, ni jambo la hatari sana. Dini imekamilika, wao wanaongezea vitu ambavyo havimo. Si jambo dogo hili, sio jambo dogo. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: الطائفة التي تقول إن الإسلام لا يصلح لكل زمان، أو الذين يبتدعون البدع المحدثات التي ليس لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله وينسبونها إلى الدين، ففي هذه الآية رد عليهم. Kikundi kinachosema kwamba Uislamu haufai kwa kila zama, au wale wanaozusha uzushi ambao hauna dalili katika kitabu cha Allah na sunna za mtume wake, na wanasibisha uzushi huo kwenye dini, katika aya hii kuna kuwarudi hao, lianna ad-dina akmalahu Allah subhanahu wa ta'ala, sababu dini tayari Allah ameshaikamilisha. Fala majala liziyadati fi, hakuna nafasi ya kuzidisha katika dini, wala nuksan, wala hakuna upungufu katika dini. Wala majala litashkik watalbis, hakuna nafasi ya kutia shaka katika dini hii. Liannahu la yasluhu li ahli zamani almutaakhir, kuwa dini hii haisilihi na kufaa kwa watu wa zama hizi za mwisho. Hakuna kutia shaka hilo. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hadha kalamu Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye mkweli wa wote wanaosema. Waqala ta'ala: wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hadha akhiru ma nazala ala an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Hii ndio aya ya mwisho iliyoshuka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa shahadatun min rabbil alamin lihadha ad-din, huu ni ushuhuda unaotoka kwa Mola wa viumbe vyote kwa dini hii, bil kamal, kwamba imekamilika, washumulia, na dini yenye kuenea, wasalahia likulli zamanin wa makan, na ni dini inayofaa kwa kila zama na mahali. Qala hadha akhiru ma nazala ala an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Hii kuna ikhtilafu ya maulama, aya ya mwisho iliyoshuka kwa mtume ni ipi? Kuna ikhtilafu baina ya maulama, lakini kauli yenye nguvu ni kauluhu ta'ala: wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Hakadha, hii ndio akhiru ala alqawli arrajih. فقوله تعالى خطاب لهذه الأمة من أولها إلى آخرها، وليس خطابا للجيل الأول فقط. maneno haya Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, mpaka mwisho wa aya hii Allah anawaambia umma wote tangu mwanzo wake mpaka mwisho wake, si kwamba anawaambia ule umma wa mwanzo tu. Inma huwa khitabun likulli al-umma ila an taquma as-saa. Maneno haya wanaambiwa umma wote mpaka kitakaposimama kiyama. قال أما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. huko ameelezea dalili za kufariki mtume صلى الله عليه وسلم katika Qur'ani na Sunna, kisha akasema amma al-ijma', ama itifaqi ya umma, faqad ajma'at al-ummatu ala wafatihi sallallahu alayhi wasallam, umma umewafikiana kufariki kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. La yukhalif fi hadha illa al-mukhrafun alladhina yaqulun inna ar-rasula ma mata wa yanfuna al-mauta 'ani ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam.
umma umewafikiana hilo kufariki kwa Mtume sallam. Hakuna yoyote aliyekhalifu hivi isipokuwa wale makhurafa ambao wanasema mtume hajafa, wanakanusha kufariki Mtume sallam. Hadha kalamun saqitun, kalamun mardudun wadih. Hani maneno yaliyoanguka, maneno yaliyokataliwa wazi kwamba ni maneno yaliyokataliwa. Yarudduhu alhissu walwaqi, alhissu aldhahir walwaqi, inarudi na kukataa maneno yao hayo. Fa inna ar-rasula sallam tuwfiya baina ashabihi wa ghusila wa kufina wa sulli alayhi wa dufina alayhi salatu wassalam. Mtume sallam alifariki baina ya masahaba wake na akaoshwa, akavalishwa sanda, akasaliwa na akazikwa alayhi salatu wassalam katika jumba ya mama Aisha radhiallahu anha. Hal hadhihi al-a'malu tu'malu ma insanin hayyin? Je, amali hizi zote anafanyiwa mtu aliye hai? Hakuna mtu aliye hai anayeoshwa, akatiwa sanda, akasaliwa, akazikwa. Ni kwamba alifariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umila sallallahu alaihi wasallam muamalat al-amwat, Mtume alifanyiwa muamala ya wenye kufa. Usila wa kufina wa sulli alayhi thumma dufina sallallahu alaihi wasallam fi qabrihi. Hadhihi sunnatullahi azza wa jalla fi khalqihi, hii ni sunna ya Allah kwa viumbe vyake, hakuna mtu atakayebakia. Thumma aina ar-rusulu alladhina min qablihi, kisha wako wapi wale mitume waliokuwa kabla yake? Si pia wamefariki? Sunnatuhu sunnatu ar-rusuli alladhina min qablihi, sunna yake Allah ni sunna ya mitume waliokuwa kabla yake. Waqad matu wa huwa wahidun minhum yamut, mitume walifariki na yeye pia ni mmoja katika mitume hao anafariki. Hadha biijma'i ahli sunnati wal jamaa, hii ni kwa itifaqi ya ahli sunna wal jamaa. Walam yukhalif fi hadha illa almukhrifun alladhina yata'allaquna ala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa yastaghithuna bihi min duni llah wa yaquluna huwa hayyun. Hakuna aliyekhalifu hilo isipokuwa hawa makhurafa ambao yataallaquna ala rasuli sallam, wanahusiana na Mtume sallam na wanafanya istighatha kwake, wanataka kuokolewa na Mtume badali ya Allah, na wanasema Mtume yuko hai. Wana maneno wanayosema na kuyaandika, ar-rasulu hayyun fi qulubina. Mshaona wanaandika ar-rasulu hayyun fi qulubina, ndio nini hizo? Hayyun fi qulubina ndio vipi? Eti wanampenda sana Mtume, ndio hiyo eti wanampenda sana Mtume, videvu vyeupe na makanzu mpaka chini, wanaburuta hivi, ndio kumpenda Mtume huko. قال والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kifo cha Mtume sallam, alisimama na upanga, sema atakayesema Muhammad amefariki na mkata kichwa chake. Akaja Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu akasoma aya hii. Umar, vipi? Aya Allah inasema innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawma alqiyama inda rabbikum takhtasimun, mbona wasema hajafa, amefariki Mtume? Umar bin Khattab akatulia, amefariki kweli. Idhan dalili ya kwamba Mtume amefariki ni aya hii, innaka mayitun, wewe ni mwenye kufa, wa innahum mayitun, na wao pia watakufa, thumma innakum yawma alqiyama inda rabbikum takhtasimun, kisha nyinyi siku ya kiyama mbele za Mola wenu mtakhasimiana. An-Nabii sallallahu alayhi wasallam lamma akmala Allahu bihi ad-din, Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya Allah kuikamilisha dini hii, wa atamma bihi ni'ma, na baada ya kukamilisha neema zake,
kwa dini hii, tawaffahu ilayhi, kama hiya sunnatullah subhanahu wa ta'ala fi khalqi. Allah subhanahu wa ta'ala akamfisha mtume wake kama ilivyo sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe vyake. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti. Wal anbiya'u war rusulu dakhiluna fi hadha al umum, mitume, anbiya na rusul wote wanaingia katika umumu hii ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Mbona makhurafi wasemi hapa kwamba kulli hii si kila nafsi itaonja mauti? Mbona wasemi ile kullu bid'atin wa si kila bid'a ni upotevu, na hii kullu nafsi? Mbona wasemi kuna nafsi nyingine zitabakia? إذن كل نفس، كل من ألفاظ العموم، كل من ألفاظ العموم، كل نفس ذائقة الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وانتقل من هذه الدنيا إلى ربه عز وجل. Mtume صلى الله عليه وسلم amefariki, amegura, akawacha dunia hii, akienda kwa Mola wake azza wa jalla. Wa hadha thabitun bin nass wal ijma' wal qiyas. Jambo hili limethubutu kwa nasi ya Qur'ani na hadithi na ijma' na qiyas. Amma an-nass fa fi qawlihi ta'ala innaka mayitun wa innahum mayitun, hadha ikhbarun min Allah li rasulihi sallallahu alaihi wasallam annahu sawfa yamut. Hii ni Allah subhanahu wa ta'ala kumwelezea mtume wake kwamba atafariki. Allah anamuelezea mtume wake kwamba atafariki. Innaka mayit, ay tamutu. Mayit maanake utafariki. Fayuqalu lilladhi yamutu hadha mayitun, ambaye atafariki husemwa huyu ni mayit. Wa amma alladhi tuwfiya bilfi'l, ama yule ambaye tayari ameshafariki, yuqalu lahu mayitun bisukuni liya, mayitun bitakhfif, liqawlihi ta'ala aw man kana maytan fa ahyaynah wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumat laysa bikharijin minha. Aw man kana maytan fa ahyaynah, huyu ashafariki. Kwa hiyo mait ni yule ambaye ashafariki, mayit ni yule ambaye atafariki. Idhan almaytu huwa alladhi faraqat ruhuhu jasadahu. Almayitu ni yule ambaye roho yake itafariki mwili wake, itauacha mwili wake. Amma almaytu fa huwa alladhi, hapa amefanya bila aksi, umeelewa? Hapa akasema amma almaytu fa huwa alladhi sayamutu fi almustaqbal. As-sahihu amma almayitu, hapo imeandikwa mayit, kwangu imeandikwa mayit kwa takhfifi aliya. Idhan almaytu huwa alladhi faraqat ruhuhu jasadahu, huu ni mayit, tayari roho yake imeachana na mwili wake. Amma almayitu fahuwa alladhi sayamutu fi almustaqbal. Almayit ni yule ambaye atakufa muda ujao, mayit bitashdidi alya. Qala al-imanu bilba'th, kuamini kufufuliwa. Qala Sheikhul Islam rahimahullah, wannasu idha matu yub'athun, watu wakifariki watafufuliwa. Wadalilu qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, tumewaumba kutokana na ardhi, udongo. Wa fiha nu'idukum, na katika ardhi hiyo tutakurudisheni. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, na kutokana na ardhi hiyo tutakutoeni mara nyingine. Qala intaqala ila aslin akhar wa huwa al-imanu bilba'th. Hapa amegura kwenda kwenye msingi mwingine ambao ni kuamini kufufuliwa. Ai annahu laysa almuradu mautan faqat, laysa almuradu almauta faqat, si muradi kufariki tu. Nahnu alimna
والكل يعلم حتى الكفار والملاحدة والزنادقة كلهم يعلمون أنه لا بد من الموت. kila mmoja katika sisi anajua kwamba lazima kufariki, kila mmoja anajua. kulluhum, zanadika, wanafiki, wapotofu, makafiri, wote hao wanajua kwamba lazima kufa. la ahada yunkiru almaut, hakuna yoyote anayepinga kufa. liannahu shay'un mahsusun, sababu ni kitu ambacho kinaonekana. lakini sha'nu fil ba'thi ba'da almaut, lakini jambo lenyewe liko kwa kufufuliwa baada ya kufariki. hadha huwa mahallu nizai baina almu'minina walkuffar, hapa ndio mahali pa ikhtilaf baina ya waumini, baina ya waislamu na makafiri. alba'thu ba'da almaut, kufufuliwa baada ya kufa. wa huwa i'adatu alajsami allati tafattatat au tafattatat wasarat ramiman wa turaba wa tafarraqat fil ardi. Kufufuliwa ni kurudishwa miili ambayo imeshakatika, imeshakuwa ni mifupa iliyooza, ishakuwa ni michanga. Watafarraqat fil ardi, ikatawanyika katika ardhi. Tuadu, miili hiyo inarejeshwa. Watubna kama kanat, na inajengwa kama ilivyokuwa, inakuwa kama ilivyokuwa miili. Kila mtu roho inakwenda katika mwili wake yule yule alivyokuwa duniani. lianna alqadira ala inshaiha awwala marra qadirun ala i'adatiha, sababu mwenye uwezo wa kuumba mara ya mwanzo ni mwenye uwezo wa kurudisha. Ikiwa ana uwezo wa kuumba mwanzo kabla ya mtu kuja kutokuwa chochote, yeye ana uwezo wa kurudisha. mimbabi aula. thumma tunfakhu fiha alarwah, kisha javiviwa roho. thumma tataharraku, kisha miili inataharrak. watasiru min alquburi ila almahshar, miili ile itaondoka katika makaburi kwenda katika mahali pa kukusanywa watu wote. liqaulihi ta'ala yawma yakhrujuna min alajdathi sira'an kaannahum ila nusubin yufidun, siku ambapo watu watatoka katika makaburi kwa haraka kama kwamba wanakimbilia masanamu. yawma yakhrujuna min al-ajdathi sira'an kaannahum ila nusbin yufidun. wa qala ta'ala yakhrujuna min al-ajdathi kaannahum jaradun muntashir, wanatoka katika makaburi kama kwamba ni nzige wenye kutawanyika. muhtiina ila da, hali ya kumkimbilia mlinganizi anayewaita kwenye uwanja huo wa mahshar. la ahada yatakhallafu, hakuna yoyote atakayechelewa huko katika uwanja huo wa mahshar. fahadha alba'thu haqqun la raiba fihi, kufufuliwa huko ni haki, hakuna shaka. waman ankarahu fahuwa kafirun billahi azza wa jalla, anayekanusha kufufuliwa huyo ni kafiri, amemkufuru Allah azza wa jalla. naktafi bihadha alqadr, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.